Hamjambo tena watu wangu, mnaendeleaje? Happy New Year. Ninajua mwaka umewaweka namna gani. Naomba mwaka uanzie vizuri, mwaka uwe wa faida, mwaka uwe wa baraka, mwaka ulete kicheko na amani, mwaka ulete mafanikio maishani mwenu. Yaani nawaombea kushoto, kulia, mbele na nyuma, ichangie kwa kuendelea kwako. Upepo wa magharibi, mashariki, kaskazini na kusini uambatane na wewe kukuletea faida inayotokana na universe. Mungu wa mbingu na nchi akuwezeshe kufurahia mema ya mwaka huu. Karibu kwa channel ya Dr. Wilson Suluhisho Swahili Channel. Naitwa Dr. Wilson Tayo. Sasa asubuhi ya leo ninafafanua kidogo kuhusiana na mambo ya sadaka ya kafara ya wanyama. Mwa uangalifu mnapoingia katika hiyo. Nimewaambia ili kufanikiwa na kuweka misingi ya kufanikiwa mwaka huu, pia siri ambazo ziko katika ulimwengu wa kiroho ni kwamba kafara inatakikana, yani dhabihu ya wanyama. Tunapoita kafara, wengi wanaweza kuchanganyikiwa, lakini kafara ni sadaka inayomwaga damu, inaitwa kafara. Sasa kwa kusababisha jambo hili liende sawa, kuna watu ambao wanakuambia utoe sadaka za wanyama, lakini kwa hekima fulani wanaunganisha. Unapotoa hiyo sadaka, mtu mmoja wa kwenu anafariki. Ukitoa ingine, mnyama mwingine anafariki. Ukitoa mwingine, kitu fulani negative kinafanyika. Uangalie sana, si kila anayeitisha sadaka za kafara za wanyama ameunganishwa na nguvu za sawa. Kwa hivyo nakuomba Mungu akusaidie unapofanya mwenyewe. Wale ambao mnanifuata au mnaotaka niwafanyie, basi Mungu awape macho ya kiroho muweze kuona kwamba huyu jamaa anaweza kutufanyia na ikawa ya faida, au ninaweza nikakupa mwelekeo ukafanya mwenyewe pia, maana hata wewe mwenyewe pia unaweza ukafanya. Unapotaka nikufanyie sadaka hiyo, kuna gharama. Utanunua kafara yenyewe, gharama ya kununua kafara yenyewe. Alafu jambo la pili, utalipia fee. Utalipia fee ya mimi kukufanyia. Kama unataka nikufanyie, utalipia fee. Fee yenye utalipa ni shilingi 7,000 za Kenya, ambazo zinatoshana na dola 70,000. Dola 70, sio 70,000, dola 70. Dola 70 mnalipia wale mlio Kongo, mlio Ghana, mlio Nigeria, mlio hapa Kenya, mnalipia dola 70. Lakini kwa wale wako ng'ambo ya Afrika, wale mko nje ya Afrika, mnalipia dola 100. Hiyo ni hela ya kulipia mimi nikufanyie. Alafu baadaye unatuma pesa ambayo inatoshana na ile sadaka ambayo unataka itolewe. So ili kujua, inaweza kuwa kondoo ama mwana kondoo ama ndume wa kiume wa ng'ombe, unaweza kutoa kulingana uwezo ulio nao. Jambo lingine ambalo nitawaambia ni kwamba kwa wale ambao mnaweza kutaka kujifanyia wenyewe na unataka maelekezo kutoka kwangu, utalipia dola 50. Hili ni kufanyia maelekezo. Utatuma majina yako, unatuma tarehe ya kuzaliwa, mwezi na mwaka, unatuma picha yako, alafu nitakuguide, nitakufanyia maelekezo, alafu wewe mwenyewe utafanya mali ulipo, utafanya mwenyewe. Lakini mimi nitakuelekeza unapolipia fee ya kukusaidia kuelekeza dola 50 peke yake. Basi jambo hili litakuwa ya faida. Jambo hili litakuwa faida, litakuletea faida, itakuwa ni platform ya mwaka mpya. Mwaka mpya huu tumeanza na tunataka tuone mafanikio katika mwaka huu. Kwa hivyo muangalie sana, msianguke kwa mitego ya wale ambao ulimwengu wa giza unasimama na wao. Simama na wale ambao ulimwengu wa nuru unawabak, wale watu ambao wanamwamini Mungu, wale watu wanafanya chini ya heshima na hofu ya Mungu na kuheshimu wanadamu. Hatuwezi mwaga damu za wanadamu ndio tuweze kufaulu. Ni vizuri tunaweza mwaga damu za wanyama kwa sababu zimekadiriwa na inakubalika.
mbele za Mungu si dhambi. Unatengeneza sadaka ile na itahitaji watu fulani wale ile nyama. Kwa hivyo ndio maana nakwambia wale ambao mnataka kujifanyia ni lazima uelekezwe, na wale ambao wanataka niwafanyie, ujue lazima utatuma tu hela yako, alafu baada ya hapo uanze kusema umefanya au umeshafanya. Hapana, mpaka uelewe kwamba ni process, ni kuandaa na si mtu moja. Wengine mpaka lazima na siku yako ya kufanyiwa iko tofauti na siku ya mwingine, mpaka niangalia mahali pa kufanyia huduma hiyo huwa haifanyi mahali popote. Kuna mahali specific ambao nimetenga, kuna siku ambayo inafanywa, kuna aina ya mnyama na kuna aina ya watu ambao lazima watakula ile nyama yako kulingana na zile detail ambazo nitakuwa nimetafuta na nimezipata. Ndio nitajua ni watu aina gani wanafaa kula nyama ya kwako. Dhabihu yako inatolewa na inatolewa kwa watu aina gani wanafaa kula, na utatuma picha yako na majina yako ndio niweze kujua hizo detail na vile nitakufanyia na ni siku gani. Sasa hilo jambo liko hivi. Kwa hivyo unaona, mtu wa Mungu, hautatuma tu hela na kuniambia sasa umeshafanya, mbona nangojea ushafanya. Hapana, unatuma alafu unanipa time. Haunitumi kwa ajili ya kuniharakisha, unanituma nifanye ustadi. Ni mwezi huu wa Januari, ni mwezi ambao nimesema ninaweka dhabihu za msingi. Na Pastor David Eldoret, nataka nikuombe ndugu yangu pole, kwa sababu tangu nirudi sijapata nafasi ya kukuongelesha vizuri na hata kukufikia, lakini nina mpango wa kukusaidia na kukufikia na pia kujua unaendeleaje na umefikiaje. Kwa hivyo Pastor David Eldoret, wewe nimekuweka mahali pa heshima. Ni mtu ambaye Mungu ameniunganisha na wewe na nitakusaidia. Kwa hivyo sijakusahau, na wale wachungaji wote ambao mmenitafuta sijawasahau. Najua mko na mambo mengi ambayo mnapitia, mnataka. Kuna huyo pastor uko hapo Busia, kati ya Busia na Bungoma pia nimekusahau jina. Bishop Ulia Bungoma nimekumbuka, Mungu akubariki. Wale wachungaji wako Tanzania na wale mko sehemu za Burundi, Rwanda na mnanitafuta, wale mko pale Kongo, Uganda, sijawasahau. Kenya hapa Nairobi kuna wengi mnao mnanitafuta. Nairobi nitajaribu sana niweke ofisi mwaka huu ili tuone vile tunaweza kufanya huduma zetu kutokea Nairobi. Si Mungu awabariki, Mungu awatie mema. Tukutane kwa video itakayokuja. Asante, barikiwa. Happy New Year.